Kwa majina naitwa Isaac One Town. Ninaenda straight kwenye point ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Samuel Arap Ruto. Kitu ya kwanza, Mheshimiwa Rais, umekuwa mtu sasa muongo, kwa sababu kazi yako sasa umekuwa ni kutenga na kusema mambo yenye haitafanyika. Umekuwa sasa mtu wa kusema. Saizi naona unasema mambo ya SHA. SHA hatukatai, kuna baadhi ya watu wenye inafanya, lakini kuna watu haifanyi. Kwa sababu kwa nini haifanyi? Na ini hali sisi wote ni Wakenya. Mbona kuna Wakenya SHA inafanya na kuna Wakenya haifanyi? Kitu ya kwanza, wacha kudanganya watu ya kwamba ukienda kwa hospitali upate hospitali ya kwamba hata kama SHA bora mradi umerejesha SHA, ukifika huko akikuitisha pesa enda polisi, unamaanisha nini? Hiyo kitu ya kwanza nataka utuambie sisi wa Kenya, unamaanisha nini? Ukisema ya kwamba endeni polisi, kama kuna mtu anasumbua enda polisi, washike huyo mtu. Wataimshika haji, na ini hali wewe ndio mtapeli wa kwanza. Ini hali wewe ndio unadanganya wa Kenya ya kwamba hiyo vitu SHA inafanya kazi. NHIF mbona ilikuwa inachukua Wakenya wote? Hakuna Mkenya ambaye analalamika kwa NHIF. Wewe ukakuja kubadilisha hiyo system. Sasa hizo system mtu mwingine akienda inamshika na mwingine akienda ina fail. Kwa nini ina fail? Ni wapo kama ulikuwa unasema ukweli, ina fail kivipi? Mheshimiwa Rais, wacha mambo ya uongo. Umetudanganya mpaka imefika mahali wananchi sasa tumechoka na ahadi zako za uongo. Na hakuna mahali penye daktari yote atakayeshikwa na ini hali ako kwa ukweli wake. SHA kama haifanyi kazi, hausiniambia ati utaenda askari akuja ashike huyo daktari, kwa sababu hako kwa ukweli wake. Wacha kudanganya. Kitu kingine ukasema ya kwamba mnangoja Yesu arudi ndio mrejeshe. Kwani Yesu anarejesha SHA? Yesu ndiye anafanya watu wakuwe na magonjwa ndio waende kwa SHA. So akirudi ndio wafanye SHA. Unamaanisha nini? Wewe mambo yako, ulimi yako hata hauna limit ya ulimi ya kuongea. Kitu cha kwanza, wewe haujui uko naongea nini, hata ukai chini ukajiuliza nitaongea nini. Kazi yako ukiamuka unaenda kuongelesha Wakenya, unaongea nonsense. Sio kitu ambayo inaweza saidia Mkenya. Wewe ukisema ya kwamba mnangoja Yesu arudi, kwani Yesu anakuja kurejeshia SHA? Na huyo Yesu atakuja kulipia SHA yenyewe unasema? Wacha kututapeli na kutudanganya. Simama kwa msimama ambaye ulikuwa unaahidi wa Kenya, utafanya na ufanye. Kama SHA umeshindwa kuitengeneza, rudisha NHIF ifanye venye ilikuwa inafanya, kwa sababu imekuwa tu ya wachache, sio wengi wenye wako na hiyo SHA. Ni wachache sana, na Wakenya wengi ndio wanaumia. Wakenya wengi wako na magonjwa aina mbalimbali na wameshindwa kujitibu. Wewe kazi yako ni kutembea, ukianza kueneza injili ya uongo, unatembea mara sijui tutafanya hiki, mara saa hizi nimesikia unasema kwa barabara utatengeneza ati hiyo lane 4 kutoka Nairobi mpaka Naivasha, kutoka Naivasha mpaka Nakuru utaweka lane 6. Lane 6 hiyo itaanza siku gani na itaisha mwaka gani? Muda wako wa kufanya kazi unaisha, na huko bado unaahidi wa Kenya ya kwamba utafanya. Saa hizi wewe, kitu ya kwanza wewe, wacha uongo mheshimiwa. Mheshimiwa, umetudanganya mpaka sisi tumezoea udanganyifu wako. Tunajua hiyo leni yenye wewe unasungumuzia haitafanyika, kwa sababu hiyo itaisha mwaka gani? Tena wewe mwenyewe vizuri ukasema sana ya kwamba tutabadilisha system ya kutengeneza barabara, kwa sababu naona tukifuata hii barabara procedure yake tutafanya mpaka Yesu arudi tupate kama tungali kwa barabara kutengeneza. Sasa utatengeneza kivipi? Bwana Rais, mambo ya uongo umezidi na umezidi mno. So umeona Wakenya sisi wajinga, umeona sisi Wakenya ni upumbavu, umeona sisi Wakenya umetupepea akili. Unajua sisi akili zetu zimebebwa kwenye mfuko zako. Kwa hiyo Bwana Rais, iwapo unasema kitu, sema kama ukifanya, wacha kusema kitu yenye haipo. Hata sisi Wakenya venye umetuambia mara lane 4, mara lane 6, mara SHA, hakuna kitu utafanya hata kimoja. Hiyo ni porojo, propaganda yenye haipo. Unataka tukufuate tukisema yes. Mheshimiwa Rais umesema, lakini hiyo ni uongo. Hakuna kitu unasema ukweli. Hata mtoto mdogo saa hii Bwana Rais mheshimiwa anakutambua wewe ni muongo.
anakutambua wewe ni mnafiki. Mambo zako ni za uongo tupu. Hakuna kitu naongea ukweli. Wewe mambo yako imekuwa ni kutubebea akili zetu. Ukichukua akili zetu ukiweka kwa mfuko yako, sasa umetubeba kuwa wajinga. Tumechoka na tumechoka, hiyo naye tumechoka. Na inafaa uende nyumbani, ukae nyumbani, kazi yako uchunge mbuzi venye wengine wanachunga mbuzi. Kwa sababu wewe mambo yako tumechoka nayo. Na inatosha uwe tu one term, kwa sababu mambo yako imeendana na venye wewe mwenyewe huko. Inafaa ukuwe rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, ukuwa one term. Ni Mheshimiwa Samuel Arap Ruto. Kwa sababu tabia zako tumezijua. Kuanzia leo hatutasikiza uongo yako, hatutataka kuyasikia kwa sababu umetuchukua sisi wajinga. Kwa hivyo Bwana Rais, mimi ninasema na nasimama hapa na nitarudia, wewe ni muongo na unafaa kwenda nyumbani. Umedudanganya kwa muda mrefu, ukasema mara bottom up. Sasa hii mabarabara unasindua kila saa italimwa siku gani? Itawekwa lami siku gani? Na unasema wewe mwenyewe unasema na unajijibu. Unaongea na unajijibu. Sasa wakati unasema Yesu atarudi apate kama hiyo barabara inatengenezwa, ni mbinu gani utatumia ndio ile barabara iishe kabla Yesu atarudi? Kama unajua Yesu ako karibu kurudi, utatumia mbinu gani? Wacha kutudanganya Bwana Rais. Wacha kutudanganya na umetudanganya. Hiyo Nakuru unasema hiyo haitafanyika. Hiyo Nairobi yenye unasema mpaka Naivasha haitafanyika. Hiyo Shenya unasema ati mtu ashikwa, hakuna mtu atashikwa kwa sababu wale madaktari pia wako kwa ukweli wao, wako kwa haki yao. Wacha kudanganya na uache unafiki. Mambo yako yenye unasungumuza haiambatani na matendo yenye unafanya. Yale unafanya ni kinyume na yale unaongea ni kinyume. Kwa hivyo mambo yako tumechoka nayo. Wewe Bwana Rais, mambo ya kutenga na kutengua waachana nayo. Wewe ukuwa tu one term, uende nyumbani utulie. Mambo yako tumechoka. Tutafute rais mwingine akuje awe Jamhuri ya Kenya president wa sita. Wewe uende nyumbani na utulie. Mambo ya uongo tumechoka. Mambo ya kututengenezea barabara yenye haitengenezeki waachana nayo. Heri Kibaki alipotesema kwamba anataka kutengeneza barabara, ilitengenezwa vizuri sana. Lakini wewe mambo yako yote ni ya uongo. Hakuna siku umesimama kwa ukweli. Hakuna siku umeongea kitu ikafanyika. Hakuna siku umetengeneza shule ukasema shule. Shule kwanza ndio umeua zaidi. Watoto wetu hawatasoma. Wazazi hata pesa kwa mifuko hatuna kwa sababu umetufinya mpaka mwisho. Umetushika ko. Kampeni ya kwanza ukikampeni ulisema hiyo masomo ya CBC unaenda kuitoa. Ulipofika huko ukaanza kusema nimeteua chopo ya kuangalia hiyo maneno. Kidogo haukutupea jibu, ukasema hiyo masomo iko sawa. Sasa umeumisha masomo, umemaliza kila kitu, umetoa pesa huko kwa mashule, sasa hakuna kitu unatusaidia. Mheshimiwa Rais, wewe umebaki uwe mtu wa one term na uende nyumbani, uende kabisa. Na hata hiyo story yako hata ukifa siku nyingine tusiwahi sema tulikuwa na rais anaitwa Samuel Arap Ruto. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe ni muongo na mfisadi. Tutaki mambo yako. Asante.